tuangalie derivative ya cosines. Kwa tuangalie derivative nyingine ambayo ni derivative of cos x, derivative of cos x. Kwa hiyo derivative of cos x na hiyo tutatumia approach mbili. Tutaiangalia kwa kutumia first principle, lakini tutaangalia pia graphical method yake inakuaje. Kwa hiyo tunasema according to first principle, kwa njia tumeweza kuionyesha kwenye namba moja, unaweza kaipitia first principle tumeiderive namna ambayo inapotokea, lakini inakuwa ina stated kwamba dy dx ni sawa sawa na limit yetu kwamba h inakuwa ni small change ambayo ina approach 0, then function ya f ya x plus h minus f of x, lakini tunakuwa tunagawanya kwa nani? Tunagawanya kwa h. Kwa hiyo tunasema kwamba function ndio tuliokuwa nayo, kwa hiyo f of x ndio hiyo tuliokuwa nayo ambayo ndio cos ya x, lakini f ya x plus h ina maana kwenye x tunaongeza nini? Tunaongeza h kitu. Kwa hiyo tunaongeza x plus nani? Plus h. Kwa hiyo palipo kuna cos ya x tunamuongezea nani? Tunamuongezea h. Hiyo ndio inakuwa ndio nani? Ndio f ya x plus nani? Plus h. Hapo tunarudi kwamba dy dx inakuwa ni sawa sawa na limit h ina approach 0, itakuwa nani? Itakuwa ni cos ya x pamoja na h minus cos ya x over nani? Over h. Then baada hapo tunakuwa tunamu-expand. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa na limit h ina approach 0, then tukimu-expand compound yangu ya cos, hii itakuwa ni cos ya x, cos ya h plus inakuwa ni minus sin ya x, sin ya h, namna ambayo ndio expansion yake. Then tunatoa cos ya nani? Cos ya x, lakini tunagawanya kwa nani? Tunagawanya kwa h. Then baada ya hapo tuna collect like terms zinazofanana. Kwa hiyo tuna cos hapa na tuna cos hapa. Kwa hiyo tunasema tukizikusanya pamoja tunasema limit h inakuwa ina approach 0. Kwa hiyo cos ya x itakuwa ni nani? Itakuwa kuna cos ya h minus 1, lakini tutakuwa tunatoa nani? Tutakuwa tunatoa sin ya nani? Sin ya x, sin ya nani? Sin ya h, lakini tutaganya kwa nani? Tutaganya kwa h. Kwa hiyo tutaganya kwa h hapa, tutaganya kwa h hapa, na limit yetu itakuwa kwamba limit h inakuwa ina approach ngapi? Ina approach 0. Itakuwa ni cos ya nani? Cos ya x cos ya h minus 1 all over h, tunatoa again na limit itakuwa tuna-apply huku kwamba itakuwa ni limit h ina approach ngapi? 0. Then itakuwa ni sin ya x, sin ya nani? Sin ya h all over nani? All over h. Lakini tumesema kwamba limit yetu kwamba cos ya x minus 1 over h inakuwa ni 0, na limit ya sin ya h over h inakuwa ni sana 1. Kwa hiyo bati hii tumesema tutaiprove katika next video kwamba ukiwa una h ambayo ina approach 0, basi sin ya h over h inakuwa ni sawa sawa na 1, na limit na h ikiwa ina approach 0, basi cos ya h minus 1 over h inakuwa ni ngapi? Inakuwa ni 0. Kwa hiyo tunachoenda kubaki nacho ni kwamba hii term hapa itakuwa ni cos ya nani? Cos ya x times 0. Tutakuwa tuna minus hapa itakuwa ni sin ya x times ngapi? Times 1. Ambapo mwisho wa siku utabaki na ngapi? Na negative sin ya nani? Sin ya x. Kwa hiyo ndio tunasema ndo nini? Ndio derivative. Kwamba ukimdifferentiate ukiwa unatafuta change kwa x ya nani? Ya cosine ya x, hichi kitu kinakuwa ni sawa na nani? Na negative nani? Negative sin ya x. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia vizuri pia kwa nani? Kwa approach ya nani? Kwa approach ya graphical method yake inakuwaje? Kwa hiyo nasema tukimchora cos, tukimextract cos inakuwa namna ile pale, let's say ni angle, kwa sababu ni pi over 2 pi, let's say hapa ni 270 na hapa ni ngapi? 360. Kwa this is x na huyo ndo y yetu ambao ndo f of x. Kwa tunasema cos ya 0 ni 1, let's say inakuwa ni hapa. Cos ya 90 ni 0, cos ya 180 ni negative 1, inakuwa hapa. Cos ya 270 ni 0 na cos ya 360 ni 1. Kwa kama tukichora graph yake ulezi inakuwa namna ile pale. Kwa tukasema sasa tukianza kuzianalyze slope yake inakuwaje? Kwa ulezi tunakuwa tunaangalia nini? Tunaangalia tangent katika sehemu tofauti tofauti. Kwa sababu tangent itakuwa defined ndani na slope inakuwa defined na tangent katika nini? Katika curve yetu. Kwa mfano tumesema lise tuchukulie kwa mfano ni mlima. Unakuta mteremko ukiwa namna ile pale katika mlima, tunasema hapa slope inakuwa ni kubwa sana. Hapa slope inakuwa ni high. Lakini mlima ukiwa namna ile pale, compare hapa na hapa, hii slope hapa inakuwa ni ndogo kunini? Compare na hapa. Kwa hapa slope inakuwa nini? Inapungua. Slope hapa inapungua. Lakini ukiangalia namna fulani hapa tukapata namna ile pale ambayo inakuwa ni kama barabara, hapa tunasema slope inakuwa ni ngapi? Inakuwa ni 0. Kwa hiyo tunatoka from ikiwa namna hii ni kubwa sana inakuwa ni ndogo, approximate inakuwa ni 0.
Kwa hiyo ukija kuangalia tangent hapa, maana tunaweza kuchora mstari wetu hapa ambayo itakuwa tu ni horizontal. Horizontal ina kama ina correspond na hapa. Kwa hiyo tukichora hapa ambayo ni dy dx inaelezea slope. Slope inakuwaje? Kwa hiyo tunasema slope hapa itakuwa ngapi? Itakuwa ni 0. Lakini ukiangalia hizi pointi hapa na hapa, alisi hapa tangent yake itakaa namna ile pale, tangent yake itakaa namna ile pale. Hizi ni tangent ambayo ni line. Kwa hiyo unakuja kwamba slope hapa ni kubwa kulinganisha na hapa, na hapa ni ndogo, lakini hapa inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini kwa sababu mstari umeelekea vile, slope tunasema inakuwa ni negative. Kwa hiyo tukija kwenye hapa ambapo let's say ni 90, hapa let's say 180, hapa ambapo ni 270 na hapa ambapo 360. Kwa hiyo tunasema slope ya hapa inakuwa ni kubwa kulinganisha na hapa, na kwa hiyo hapa iko highest, lakini hapa inakuwa ni ndogo zaidi. Kwa hiyo inatoka hapa 0 inakuwa ni inakuwa ni ndogo, then inakuwa ni kubwa zaidi. Ukija ukicompare let's say katika point hapa na hapa, kwa hiyo hapa inakuwa ni nini? Inakuwa ni horizontal. Hapo tunasema horizontal line, na maana tu inamaanisha ni 0 slope yetu. Lakini ikija katika hapa, hii slope ya hapa ni ndogo kulinganisha na hapa na hapa. Kwa hiyo itakuwa ni kubwa, then hapa inakuwa inapungua, then 0. Kwa hiyo hapa itakuja inakuwa inapungua, then speed yetu inakuwa inatua pale. Tukija kuangalia hapa hivi, hapa tunasema inakuwa namna ile pale. Tukikompare na point let's say hapa, kabla ya kufika hiyo tunasema slope ya hapa inakuwa ni ndogo, slope ya hapa inakuwa ni kubwa sana. Kwa slope ya hapa kwenye 270 inakuwa ipo juu zaidi, lakini slope ya hapa inakuwa ni ndogo. Kwa hapa inakuwa inaongezeka, inafika pale hivi. Lakini slope ya kule juu tunasema inakuwa ni ngapi? Ni horizontal, ambayo ni ngapi? Ni 0. Kwa hapa itakuwa kubwa zaidi, lakini hapa slope itakuwa inapungua, hapa itakuwa ni 0. Kwa hiyo ina maana itakuwa nani? Namna ile pale. Kwa hiyo ukija kuangalia hii grafu, ni grafu ya sine. Ukija kumwangalia mchoro, ni mchoro wa sine, ambao sine yenyewe tulisema inakaa namna ile pale. Lakini tunasema nani? Tunasema ni inverse yake. Kwamba hapa tunasema ni 90, hapa 180, hapa 270, hapa 360. Sin ya ni 0, sin ya 90 inakuwa ni 1, sin ya 180 ni 0, sin ya 270 ni -1 na sin ni 0. Kwa hiyo ukichora sin, graph yake inaonekana namna ile pale. Hii ni sin ya x. Lakini ukiangalia graph ya huku imegeuka. Yaani ni hii imekuwa nini? Huku baada ya kuwa juu imekuwa ni chini. Kwa hiyo tunasema this is nani? Negative ya sin. Kama ni graph ya sin, lakini iko nini? Negative yake. Hiyo ndio namna ambayo ya kuelezea kwa kutumia nini? Approach ya nini ya principle na nini, first principle, lakini pia kutumia nini, idea ya graph kuweza kuelezea hizo tangent zinakuaje katika sehemu tofauti tofauti katika nini mchoro wetu.